Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube. Wananchi wategemee kupata huduma zote ambazo zinatolewa na Tume ya Haki za Binadamu, kwa maana ya kwamba wanaweza wakawasilisha malalamiko yao kuhusiana na uvunjifu wa haki za binadamu dhidi yao, lakini pia watapata elimu kuhusiana na masuala yote ya haki za binadamu na utawala bora, lakini pia wataweza kupata msaada wa kisheria kwenye masuala yote ya haki za binadamu na utawala bora. Labda hata mkiwa kwa ofisini ni mambo gani ambayo mnayapokea zaidi au malalamiko gani ambayo mnayapokea? Tunapokea malalamiko yote yanayohusiana na uvunjifu wa haki za binadamu na ukiukwaji wa misingi ya utawala bora, lakini pia tunatoa huduma za msaada wa kisheria katika masuala hayo hayo ya uvunjifu wa haki za binadamu na misingi ya utawala bora, lakini pia tunatoa elimu kwenye masuala yote ya haki za binadamu na utawala bora. Sio mara zote mtu anapokuja na lalamiko inakuwa kwamba labda haki ilivunjwa ama misingi ya utawala bora ilikiukwa. Pengine inakuwa ni uelewa wa mtu huyo kuhusu masuala ya haki za binadamu na utawala bora, lakini pia tunamuelekeza sehemu sahihi. Saa nyingine anaweza akahisi kwamba ni haki imevunjwa au misingi ya utawala bora imekiukwa, ni kwa kuto kujua. Kwa hiyo tunamuelekeza pale ambapo huduma hiyo anaweza akaipata pasipo kucheleweshwa na haki yake ikapatikana. Watanzania kwa kweli kadiri tunavyoelimisha wanakuwa na mwamko na wanajitokeza katika kuibusha masuala yote ya uvunjifu wa haki za binadamu dhidi yao, na pale ambapo wanaona misingi ya utawala bora haifuatwi wanakuwa wanaamka na kutokea katika ofisi zetu zilizoko maeneo mbalimbali ya Tanzania. Inawezekana uvunjifu unatokea kwa sababu tu ya uelewa wa sheria, lakini pia ni watu kuto kujua wajibu wao, lakini pia ni mambo mbalimbali ya kijamii, mila, siasa, mambo mengi yanaweza kusababisha uvunjifu wa haki za binadamu. Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora imekuwa ikishirikiana na wadau wote muhimu, ikiwemo serikali kwa maana ya vyombo na taasisi za serikali, lakini ikiwepo asasi za kiraia na wananchi kwa ujumla. Tume milango yake iko wazi kwa wote na imekuwa na mashirikiano hata na mashirika ya kimataifa pia. Kwa hiyo tume inashirikiana vyema na wadau wake, na kupitia ushirikiano huo huduma imeweza kuwafikia walengwa, yaani wananchi wa Tanzania, katika kufikia au katika kuhakikisha haki zao zinalindwa na kutetewa. Lakini wito wangu kwa Watanzania ni kuhakikisha kwamba hawachukui sheria mikononi, kwa sababu uvunjifu wa haki za binadamu mara nyingi unasababishwa na wananchi kuchukua sheria mkononi. Lakini pia watimize wajibu wao, kwa sababu haki inaendana na wajibu. Ili udai haki lazima utimize wajibu wako kisheria. Haki yoyote iko kisheria na wajibu upo kisheria. Kwa pale ambapo tutatimiza wajibu wetu ipasavyo, haki zetu zitalindwa na zitakuwa zimetetewa, kwa sababu mlinzi wa kwanza wa haki za binadamu ni mwananchi mwenyewe. Kwa kama tutatimiza wajibu wetu ipasavyo, basi tutalinda haki zetu na malalamiko mengi yatapungua. Haki za binadamu na misingi ya utawala bora. Sasa kama kiongozi hata simama katika misingi ya utawala bora, sheria zipo na taratibu zipo. Hakuna mtu katika nchi yetu ambaye yuko juu ya sheria. Katiba yetu inasema tunaendesha nchi kwa misingi ya sheria. Kwa kiongozi atakaye kiuka, basi sheria zitafuata mkondo wake.
Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube.